Rais Samia alipoingia madarakani alikuja na falsafa ya 4R. Licha ya ukosoaji wote huo ambao umeusema, unadhani ni kwa namna gani zimesaidia kusukuma gurudumu la taifa? Mimi nilichokiona kwenye 4R ni kwamba kuna hatua ambazo amechukua yeye. Hatua alizochukua yeye zile za kuunda tu zile mamlaka. Kwa mfano amekuwa anaunda tume. Na zile tume zimekuwa zinatengeneza ripoti. Zile ripoti zile hatuoni matokeo kabisa. Kwa mfano aliunda tume haki jinai, akaunda tume ya mambo ya nini ya kurekebisha haki jinai, tume ya maridhiano, ambazo ukiziangalia zile ripoti hakuna kabisa. Kwa mfano mimi nimesoma hapa na ripoti hapa sio hapa. Ripoti ile ya tume ya haki jinai. Mle ndani wameeleza kwenye masuala ya usalama wa raia wameeleza kwamba kumbuka ile tume ya haki jinai imehusisha watu ambao wamebobea katika masuala ya kuna ma-IGP wastaafu manini ndio walikuwa mle ndani, watu wa vyombo vya dola, majaji na kadhalika. Wale jamaa kwenye ile ripoti wamesema moja ya sababu ambazo imepelekea watu kutuhumu kupotezwa kwa ndugu zao ni kutokana na kwamba serikali imeunda vyombo vingi vya ukamataji na imeunda mahabusu nyingi kiasi kwamba hata zile baadhi ya mamlaka zenye wajibu wa kikatiba wa mambo ya ulinzi pengine hazijui hivyo vyombo vya ukamataji, havijui wala hazijui hizo mahabusu ziko wapi. Yani kuna mahabusu najua mahabusu pia zitambuani. Yani kuna mahabusu mpaka polisi hawajui ziko wapi. Yani hii ni ripoti ya nani pale? Hatuoni hatua zilizochukuliwa baada ya ripoti hii. Lakini ilitoka taarifa nafikiri za kwamba zimefikia stage nzuri kwenye utekelezaji. Inawezekana wakati mwingine ni labda ni mchakato ya ndani. Serikali ilitoa hiyo taarifa. Hakuna hatua za utekelezaji. Si ndio watu wanaendelea kutekwa? Watu wanaendelea kutekwa. Maana yake tafsiri yake ni kwamba yani hivyo watu wanaendelea kutekwa, na ukienda mtu anatekwa, kwa mfano hawa wanaotekwa wakaenda polisi kwenda kuripoti ndugu yetu ametekwa, wale polisi wanasema bana sisi hatujui. Yani hiyo tafsiri ya kwamba vile vikosi vingi vya ukamataji, maana yake tafsiri yake vipo vinaendelea kupo, ndio maana polisi hawajui. Yani wewe ukienda kuripoti sasa hivi ndugu yako ametekwa, watakwambia tunaandika hiyo, tunakupa arabi, tunaendelea kutafuta tafsiri yake ni kwamba vile vikosi vipo na hizo mabusu zipo na hawajui wako wapi. Polisi wanasema hawajui mtu yuko wapi. Kwa hiyo utekelezaji ungeondoa ile tatizo, lakini tatizo linaendelea pale. Kwani tatizo inawezekana watu watengeneze tatizo ambalo serikali inashindwa kulitatua. Yani kikundi cha watu au vikundi vya watu vinatengeneza tatizo katika nchi kwa kiwango ambacho serikali inataka kulitatua haiwezi. Inawezekana kitu kama hicho haingii kwenye akili. Kwa hivyo niseme ile swali lako kwamba tulichokiona sisi kwenye ile reconciliation ni hizi hatua za kuunda tu hivi vyombo, lakini utekelezaji hakuna kabisa. Kwa kuhitimisha, tumekuwa na mjadala mpana zaidi. Neno lako la mwisho ni lipi hasa kwenye mjadala wote ambao tumezungumza kuhusiana na masuala kadha wa kadha ya kitaifa ambayo yanaendelea? Mimi nachoweza kutoa nasaha zangu, nitoe nasaha kwa wanasiasa, lakini nitoe nasaha kwa viongozi wa dini wenzangu. Nasaha zangu kwa wanasiasa na hasa waliopo madarakani kwamba waone kwamba Watanzania wote ni kitu kimoja. Sote ni kitu moja na nchi ni yetu sote. Wajitahidi kupunguza ile dhana kwa watu wao kwamba hii nchi labda ni ya tabaka fulani la watu fulani. Ni dhana ina athari kubwa sana. Yani kwenye nchi imefika mahala yani kuna watu wanadhani kabisa kwamba nchi wenyewe ndio nchi yao. Na wewe ukifikiria kwamba na wewe unaweza kuwa kwenye nafasi ya uongozi, yani wanakuona kama jambazi fulani. Yani unataka kwenda kuchukua jambo ambalo halikuhusu. Hii imeingia kwenye fikra, kwenye bongo za watu wengi ambao wamelelewa na mfumo wa chama tawala. Waone kwamba hilo jambo lina athari kubwa sana. Wajenge fikra kwamba hii nchi ni ya Watanzania wote na sote tunaweza tuna haki sawa kwenye nchi hii. Kwa hivyo waone umuhimu wa kushirikiana kwenye jambo hili ili kwa pamoja tuweze kufanya maamuzi ya pamoja kwa ajili ya maslahi ya taifa letu. Hili nilifikiria sana nione. Na kwenye hili labda niongeze kitu kidogo katika hii dhana. Kwa mfano, huwa zinafanyika chaguzi hizi. Baada ya kufanyika chaguzi inashinda Chama cha Mapinduzi. Inafika mahala wanaunda serikali. Kitu kinachoshangaza katika kuona hiyo dhana hiyo ni kwamba wanaunda serikali lakini hawawachukui
wataalamu walioko kwenye vyama hivi vya upinzani kwenye kuunda serikali. Wakati hii sasa sio swala la chama. Hili ni serikali ya wananchi. Kwa kiwango ambacho huku wakati kwenye vyombo vya upinzani unakuta kuna wataalamu hasa. Tuchukue kwa mfano tu mtu kama Profesa Lipumba. Si ndio? Ni mtu bobezi katika masuala ya kiuchumi. Duniani anaitwa huko wapi? Anaitwa wapi kwenda kuboresha? Unasikia taifa la Uganda linamtumia sana. Wanamtumia sana. Sisi hapa ukimaliza Chama cha Mapinduzi kimeshinda, kinaunda serikali, huyu mtu anamweka pembeni kwa hoja tu kwamba huyu sio mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Unaona ile dhana yenye athari kwamba wamejenga dhana kwamba hii nchi ni tabaka la watu fulani ndio. Hii ni kitu kibaya sana. Kwa hivyo ni shauri kwamba kuna umuhimu wa kuwa na mtazamo sahihi na kushirikiana katika taifa hili. Mwisho ni kwenye viongozi wetu wa dini, kwamba viongozi wetu wa dini wana wajibu mkubwa sana wa kuifanya jamii yetu pamoja na mamlaka zilizoko madarakani ziweze kuangalia ule umoja wa kitaifa. Na katika hili ni kuhubiri yale mambo ya msingi ya sawa sawa. Kwa mfano, viongozi wa dini sasa hivi wanahubiri sana swala la amani na utulivu. Hii ni lugha ambayo wanahubiri sana. Lakini hawajui kwamba amani na utulivu ni zao la haki. Kwa hivyo kwenye kusimamia misingi ya upatikanaji wa haki, kwenye kukemea yale mambo yanavunja haki za binadamu, inaonekana viongozi wa dini wametoka kabisa huko. Yani hawakemei uvunjaji wa haki za binadamu. Kwa mfano tunapozungumza sasa hivi masuala kama haya ya kuvunja makubaliano katika siasa, ama masuala ya wananchi kutekwa, yani hukuti viongozi wa dini wanatoka. Hawasemi masheikh, hawasemi maaskofu, wote raia. Na hao ni watu wanatoka katika nyumba zao za ibada, wanatoka msikitini, wanatoka makanisani, wanatekwa, lakini viongozi wa dini hawazungumzi. Lakini wao kila siku wanapaza sauti, nchi yetu amani na utulivu, amani na utulivu. Amani na utulivu ni zao la haki. Yani lazima tusimamie upatikanaji wa haki. Kwa namna hiyo ndio tutakuwa ni kweli kama viongozi wa dini na tunamtumikia Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka haki isimame katika ardhi. Haya ni maeneo mawili niliyopenda nimalizie kwenye kipindi hiki. Salamu zangu kwa watawala na salamu zangu pia kwa viongozi wa dini. Mtazamaji wa Jambo TV, pengine naona ndo kama utamu unazidi kunoga, lakini kila chenye mwanzo hakikosi mwisho. Huyu kwenye YouTube wetu ameandika, Sheikh Ponda, wewe mtu wa haki katika taifa letu, unatupigania sana, Mungu akupe umri mrefu na nguvu, amin. Anasema huyu mzee ni mtu wa Mungu, nampenda haki wa taifa lake. Anasema wazee kama mzee Ponda ni wachache sana, wengi ni machawa tu. Mzee akupe na mimi hapa kwa na maisha, Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu. Sheikh, swali la kizushi, lijibu kwa kifupi kadiri wezavyo. Unakereka na uchawa? Mimi nakereka, kwanza niseme kwamba mimi nakasirishwa sana na istilahi. Kuna watu katika jamii ndio wabunifu hizi istilahi. Lakini nakereka sana istilahi kwa maana ya hizi terminology. Au tuseme nini maneno fulani hivi. Sasa kuna watu wabunifu wa maneno. Sababu mimi nilikuwa na washauri kwamba wasibuni maneno ambayo yanafika kumdhalilisha mwanadamu. Sababu binadamu ukimwita chawa unamdhalilisha sana. Ingawa sasa nafikiri kwa wale ambao wamekuwa na tabia fulani, kwa sababu hilo jambo wanalinasibisha na tabia ya mtu kukubali kitu, kujikomba, na hasa kujikomba kwa watawala, na kukubali kile kinachosemwa na watawala. Kwa hivyo hawa wamemwita huyu mtu chawa. Kwa hivyo nasaha zangu ni kwa hawa watu sasa wajenge heshima yao. Yani sio vizuri hawa wanaitwa chawa. Yani wajenge heshima yao. Kuwa mtu ambaye umesimama vizuri, unakuwa mwadilifu na kadhalika. Ukiwa hivyo huwezi kuitwa chawa. Lakini ukifanya matendo yanakufanya uitwe chawa, ni jambo baya sana. Na kwa bahati mbaya hili jambo la uchawa linakwenda sasa mpaka kwa viongozi wa dini. Yani kuna viongozi wa dini nao wanaitwa machawa. Kwa hivyo mimi jambo hili linanikera sana. Kwa wale wanaotengeneza hizi istilahi, lakini kwa wale ambao wanakuwa na tabia ambazo zinapelekea waitwe machawa. Na saa zangu kwa pande zote mbili warekebishe. Au wanatengeneza istilahi, wasitengeneze istilahi zinazomdhalilisha mwanadamu. Na wale wenye tabia hizo za kuacha kutekeleza wajibu wao, wakasimama wakajenga heshima yao, wakawa ni watu ambao kila kitu wenyewe kazi yao wanakubaliana nacho, badala ya wao kusimama katika yale yanayohitajika, na niseme pia wajirekebishe.